Sasa mbona utoi machozi? Sasa watu watakuonaje? Baba, machozi hayatoki. Mjomba, ni nini kinaendelea hapa? Baba amefariki. Baba amefariki? Baba amefariki blaza. Baba amefariki. Mjomba, hivi anachoniambia kaka ni ukweli ama mnajaribu tu kunifanyia maigizo? Naomba unisikilize Sheila. Naomba utafute baba mwenye ujauzito, lakini sio mimi. Titi mpenzi wangu, usinifanyie hivyo. Kumbuka ujauzito ni wa kwako. Tumekaa miaka mingi mimi na wewe tukiwa kwenye mahusiano. Kwa nini leo unakataa hii mimba? Usinifanyie hivyo. Sije kuwaza kufikiria kukuchiti mpenzi wangu. Sije kuwaza kama wewe utakuja kunifanyia kitendo kama hicho ulichofanya mpenzi wangu. Wewe sio kukataa hii mimba. Naomba tongozi na midamu zimekuta sehemu ya tukio. Mungu akajulikana uko wapi blaza. Baba yupo tena baba. Sikiliza nikwambie Sheila, na ukiendelea kunifuatilia nitakufanyia kitu ambacho hutokuja kusahau katika maisha yako. Mjinga Dada, kuna shida gani kati ya wewe na huyo jamaa? kakaangu yeye ni mpenzi wangu kabisa. Tena itoshe na ujauzito wake. Nimekuja kumpa taarifa na kataa. Na wazazi wangu mimi wamefariki. Isitoshe mimi sina sehemu yote ya kuelekea. Sawa. Basi naomba nikusaidie kama hutojali. Hivi mzee Mleno, unaona uko sawa kweli kuidanganya familia yako kuwa umekufa angali upo hai? Maana nilipopelekea hii taarifa wamepokea kwa uchungu sana.
Hivi unaweza ukaniambia nini haswa lengo lako kuangopea umekufa angali upo hai? Naweza kuonekana mjinga kwa haya niloyafanya, ila na maana yangu. Je, siku nikifa kabisa, familia yangu ile pale au watoto wangu watanichukuliaje? Au lengo kabisa, endapo nikifa wataishi vipi? Sawa, lakini hauoni kuwa unaleta drama za kina JB ama filamu za Kihindi? Lem, usinifanye mimi mtoto mdogo. Naomba uniambie ukweli. Yule mwanamke ni nani yako? Yule ni dada yangu, mtoto wa mjomba wangu kabisa. Hivi unanichukuliaje mimi? Unasema mtoto wa nani yako? Na mbona hizi taarifa hukunipa kama kuna ndugu yako anakuja na ni mwanamke? Na unajua jinsi unavyoishi pale. Alafu unamleta ndugu yako wa kike bila kunitaarifa. Na unajua kabisa mimi muda wote pale nakuja. Aya, tutakaaje? Tutafanyaje mambo yetu na mwanamke yuko pale ukidai ni ndugu yako? Naomba unisamehe tu mpenzi wangu kwa hilo, kwa kutokupa taarifa mapema. Lakini ameshtukiza na sikuwa na kusudio hilo. Nilitaka nikwambie, nikae na wewe chini nikwambie kinaga ubaga kuhusiana na hili. Unajua mpenzi wangu amekuja ni ghafla, lakini pia vile hapo alipo ana matatizo makubwa sana. Ana mimba na mwenye mimba ameikataa na hana pa kuelekea kabisa. Japo hata kwa siku 2-3 hivi akae pale dimstili kutokana na shida alionayo, alafu zikipita hizo siku ataondoka. Ili at least akae sawa kiakili, kwa sababu pale alipo hayuko sawa kabisa. Ngoja nikwambie Kizibo, hii siri unaijua wewe tu, na nikwambie tu kweli, pale nyumbani nitakuwa naenda kama kawaida, ila kwa muonekano tofauti sana. Lengo kubwa ni kuwapima, na hii siri unaijua wewe tu Kizibo. Nafanya hivi mpaka misheni yangu itakapokuwa imekamilika. Sawa, ila wewe mzee una drama kubwa sana. Hebu ngoja tuone hiyo sinema itaishia wapi, maana miaka inakwenda mbele hairudi nyuma, japokuwa kila mwaka una mwezi wa kwanza na mwezi wa 12. Siku zote saa haijawahi kutikisa mkono. Tuendelee kunywa. Naomba usiichoshe akili yangu friend. Tena usinifanye mimi mjinga. Nisikilize. Iko hivi. Umesema atakaa kwa siku chache. Naomba hizo siku chache zisizidi 2 au 3. Awe ameshaondoka. Sijui unanielewa? Sitaki aendelee kuwepo pale. Sitaki. Siwezi kukuhudumia wewe wala huyo mwanamke wako ukidai eti ni mjamzito. Alafu mimi simfahamu. Tena usimchangashie vidude. Umenielewa wewe? Naomba huyo mwanamke wako hawe ameondoka. Mimi niko lazima kutoa nauli harudi kwao. Eti ana matatizo wewe ndo daktari wake? Au ameshindwa kwenda nyumbani mpaka uje kuishi naye wewe? Wewe mwenyewe unajijua maisha yako. Bila mimi huwezi chochote, utarudi huko huko ambapo anataka kurudi wewe mwenzio. Sasa iko hivi, sitaki kumuona. Sijui umenielewa? Yaani hapo ndo ishamaliza. Sitaki kumuona. Siwezi kukuhudumia wewe wala huyo mwanamke wako. Naomba aondoke. Niamini mpenzi wangu, na kama nilivyokuambia yule ni ndugu yangu kabisa wa damu. Kwa hiyo hakiwezi kutokea chochote kibaya. Alafu vipi kuhusu wewe kulala? Nitalala tu sebleni. Nitamwacha yeye alele chumbani, afu mimi nitalala sebleni. Asa Lemi, mimi nakuwa sipo kama hivyo. Wewe unasema nalala chumbani au utalala sebleni? Mimi nitajuaje kama yeye analala chumbani au analala sebleni? Afu kumbuka mimi usimfahamu. Niamini mpenzi wangu, na kama nilivyokuambia yule ni ndugu yangu kabisa wa damu. Kwa hiyo hakiwezi kutokea chochote kibaya. Basi
nakubali tu, lakini mawangu hata unipi, lakini nakuonea huruma. Pale sebeni ukilala mbavu zitakuuma. Okay, sawa, acha mimi niende, ila baadaye nitamtuma Rafati boda akuletee godoro ili unalalia hapo sebei. Sawa, tashukuru mpenzi wako. Vipi hela kula bado naye? Na 2,000 tu hapa ndo nimebakiza. Basi sawa, hakikisha kabla haijaisha kabisa huo umeshanitaarifu. Sawa. Baada hivi angejua kama yule sio ndugu yangu sipangechimbika hapa leo, ila kananipenda eti mfilana kwenye safafu, utaumia mbavu, utaumia mgongo. Sasa we bwana, kwanza cha kwanza nimehakikisha ubwana kafa kweli, kafa na inaonekana kabisa kifo chake iki kifo kama sio cha kupigwa na majangili, iki kapata ajali yule, kakanyagwa na gari yule. Yaani furaha yangu sasa, ngoja nikwambie furaha yangu. Na furaha kupata nyumba ukubwani. Unajua kupata nyumba ukubwani mzee, kitu ajabu hicho. Yaani sasa mtu katoka huko kachoka, kaka chini ya 40 tena limeanguka dodo la njano, kalikata kaza kuwa. Afu kitu kingine, ukipata shughuli jo, kwa sababu nyumba hii ina uwanja mkubwa, unafanya shughuli yako nje, watu tena unanipaisha kwenye godoro pale. Nyumba bwana, bwana mkubwa, nyumba bwana, watu wanaona mwenye nyumba ndio huyo. Hakutokuwa na shida, hakutokuwa na nyinyi wala nyinyi. Na wale watoto wake wote, na watoa na baki mimi na mtoto wangu tunatamba. Na kitu kingine sasa, iko ndo cha muhimu, iko chombeza chemsha hiyo. La mwisho nataka nilete mpakaji mmoja. Mada, nataka nikuandalie sasa chakula. Sijui chakula gani utapenda kutumia. Unasikia? Chakula gani unatumia? Wewe dada. Mada. Kwa sababu tunajua ndugu yako sina kazi mjini hapa. Yeye kwa hata kwa ananisaidia kunipa hela kahawa, ananipa kidogo. Mjomba. Mjomba. Nimekuita mara 3. Hicho unachokiwaza hakiwezi kufanikiwa. Acha. Kitakutokea pwani. Na kuomba ndani mara moja. Mada.
Mjomba, si ungekaa chini tuzungumze? Kwani anasikia ni masikio au miguu? Baba, endelea kusimama tunyonywe damu kama wapumbavu. Wewe nitakutandika mikofi sasa hivi. Hiki ni kikao cha watu wazima na sio watoto. Wewe ukitaka nikuonyeshe kwani Somali Kapombe sio mlevi, mguse huko. Lakini mjomba, unafanya nini sasa? Mbona uko unafanya vitu kama mtoto mdogo? Kwani usikae chini tukazungumza? Wewe hapa kai mtu. Labda nikwambie tu hapa bendera chuma, mlingote chuma. Sikai kokote, yani mimi hapa. Nisikizeni. Mjomba, hii taarifa yako. Humu ndani tunaishi kama familia. Hakuna ambaye ataruhusiwa kujimilikisha mali yoyote iliyokuwa ya baba. Tutashare kama ndugu na kuishi kifamilia. Baba amefariki, si mjomba? Na wewe ndo mkubwa humu, tuishi kama wafalme. Afu wewe